Usikose kutazama kipindi cha Shuhuda. Ni shuhuda moto moto zitakazoinua na kujenga imani yako. Ni kipindi cha Shuhuda hapa WRM TV. Mimi naitwa Iwirnance Moshi. Nimetokea Mbagala. Nini hasa ilikuwa changamoto yako? Changamoto yangu kubwa ilikuwa ni afya ya miguu, na changamoto ya pili ilikuwa ndoa kifamilia, kwa jumla ndoa, watoto na baba kijumla, na changamoto ya tatu ni mjukuu wangu. Tuanze na changamoto ya ndoa. Changamoto ya ndoa ilikuwa ni mafarakano, kama wanandoa wanavyojua kuwa ndoa ikisha kuwa na mafarakano inakuwa jinsi gani inavyoharibika. Changamoto hii ilikuwa kubwa sana. Nimepata changamoto hii kwa muda mrefu, toka miaka 28 nikiwa ndani ya ndoa. Nilivyozaa mtoto wa pili tu ndio hapo changamoto ya ndoa ilianza, mafarakano. Mimi ikawa yani baba anipendi kabisa. Nikagundua huyu ni shetani ananifurugia ndoa yangu. Alifarakadisha sana baina ya watoto, akawa anipendi, baba anipendi, lakini nilimsihi Mungu. Baada ya hapo nilienda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutafuta hatima ya ndoa yangu. Sikuweza kufanikiwa. Ndio bahati nzuri, ikifika muda baba anabadilika, anakuwa mzuri, muda mwingine hataki hata kuniona, nataka niondoke. Lakini niling'ang'ana na maombi, nikamtukuza Mungu sana. Nikaomba Mungu anisaidie ndoa yangu ili ifunguke. Siku moja niko kwenye changamoto yangu kazi zangu, naosha vyombo nje, akaa naangalia TV. Yeye ni mtaalamu wa kutafuta stesheni, akaiona hii stesheni ya WRM. Yeye mwenyewe akaa ameniita nje, akanambia njoo mara moja uone. Nikaenda. Nilivyoenda pale akanambia ona pale ushuhuda ule, hii stesheni iko Matembele ya pili, angalia yule binti pale anateswa na mambo ya kichawi sana. Sasa katika kuja kumuuliza kwani ameeleza nani, akanambia ametaja pale, amesema anaitwa Rehema Masawe. Basi nikaendelea kuangalia mpaka mwisho pale Rehema alivyokuwa anafunguliwa. Basi nikamshukuru Mungu. Hapo ikaunganika na changamoto nyingine ambayo ni ya miguu. Yakaja matatizo ya miguu, nikawa naumwa miguu sana. Yaani miguu inawaka moto, inakufa ganzi. Hata muda mwingine nilifikia mahali hata siwezi hata kuvaa kanda mbili. Nikivaa kanda mbili nikitembea kanda mbili inanivuka, kumbe nimeshaiacha hatua. Kwa hiyo ikaendelea kufungulia ile station ya WRM, kufuatilia maombi ya brother Suguye. Nilifuatilia sana yale maombi. Baadaye nikawa namuomba Mungu, naomba tu niweze kufika eneo hili lenye ili kanisa la huyu mtumishi wa Mungu, kwa sababu hii changamoto ya miguu iliendea kiasi ambacho nilipata tabu sana. Siwezi kufanya kitu chochote, na biashara zikanishinda. Nikafunga na biashara zangu kwa sababu sina ule uwezo wa kutembea. Nilifika mahali kana dondoka ovyo kwa sababu sina balance. Siku moja nikagagama, nikajitahidi, nikaamka saa 10 za usiku, nikaja hapa kwenye madhabahu ya WRM. Na nikamshukuru Mungu kweli, nikamkuta brother Nicholas Suguye. Kwa kweli nilisimama kidete, nikakaza buti, nikasema hata sikubali. Nikamwambia shetani, ama zako ama zangu, yaani lazima ndoa yangu itarudi na watoto wangu watapona, yaani na miguu yangu itakuwa mizima, kwa sababu nilihisi muda mwingine nikilala naona miguu kama vile nimevaa kwa tuza ng'ombe. Maana ilifikia mahali nikawa natembea kwa kutushumilia vidole. Basi nikawa naingia kwenye maombi nikakataa ile hali. Kwa hiyo ndo nikaendelea na maombi hapa kwa brother. Baada ya kuja Jumapili inayofuatia nikakanyaga kisima, nikaendelea kukanyaga kisima. Namshukuru Mungu, kwenye mwezi wa mkesha ule wa mwaka wa mama na mabinti. Wa mama na mabinti. Nikaja nikasema hapa mpaka kieleweke.
Brother akasema sasa alipofika wakati wa maombi akasema fungeni vibwebwe, akachukua mtandio kwa mama moja akafunga kibwebwe. Siku hii ya leo, on this day, tutakapoingia kwenye maombezi, when you get in prayer, nataka kila mwanamke, I want every woman ajifunge kibwebwe. to tighten up. Kila mwanamke ajifunge nini? Every woman Kibwebwe. should tighten up. Sahau ya nyumbani kwako. Forget of your home. Sahau ya familia yako. Forget of your family. Sahau yale ya kwenu. Forget of yours. Sahau ya mme wako. Forget of your husband. Tunakwenda kukomboa kizazi We're chako. going to deliver your generation. Tunakwenda kukomboa familia We're yako. going to deliver your family. Tunakwenda kukomboa nyumba yako. We're going to deliver your house. Tunakwenda kukomboa familia yako. To deliver your family. Mwambie mwenzako jifunge Tell your kibwebwe. fellow tighten up. Mwambie jifunge kibwebwe. Tell them tighten up. Jifunge kibwebwe. Oh, niangalie. Unafanya nini? Unafanya nini? What do you do? Nataka mwanamke awe hivi leo. Sema amen. Funga kibwebwe. Tighten up your clothes. Unamwambia joka leo ama zako ama zangu. Today it's either yours or mine. Funga kibwebwe. Tighten up yourself. Unamwambia leo lazima uachie. You are saying today you must let go. Ukiona kikai sawa sawa kunja namna hii. It's not well, close it up like this. Na mimi nikavua jaketi na kitenge nikafunga kibwebwe. Wamama wote walifunga kibwebwe. Kwa kweli tulifunga kibwebwe akina mama na nafikiri wamama wengi walifunguliwa. Yaani ilifanyika kazi kubwa mno. Nikamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tukaenda na ibada ya Jumapili. Ibada ya Jumapili tukakanyaga tena maji. Kwa hiyo ilikuwa kwenye mwezi wa 3. Namshukuru Mungu baada ya ibada ya Jumapili kukanyaga maji. Yaani toka siku ile kanyaga maji na ule mkesha wa usiku ule mume wangu akafunguliwa, akarudisha walikokuwa wamemteka mateka. Akarudishwa na mimi mwenyewe nikafunguka. Yaani nikajua ile kweli kabisa, yaani nikajisikia mwepesi. Nikaona mambo yanaenda vizuri sana. Kwa hiyo sasa hivi ni baba. Yaani ni baba mwema kweli kweli yani. Haleluya. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Kwa hiyo kwa wakati huu ndoa iko na amani kabisa. Na amani na mume wangu ana amani, yani tuna amani. Hebu tuambie hiyo changamoto ya ndoa kwa muda miaka 28 ilikuathiri vipi wewe? Yaani ilituathiri kwa sababu sana wewe fikiria changamoto kama hiyo inaathiri watoto. Watoto waliathirika sana kisaikolojia, mawazo, yani watoto hawana amani. Paka nafikiri hata ile changamoto kwa sababu ya muda mrefu ikawa imewashikilia na watoto, ile roho ikahamia watoto. Muda mwingine unaona wanagombana wenyewe. Watoto yani ile nidhamu yani mtoto unaongea naye ananyanyuka na wewe utafikiri nyoka anataka kukugonga. Hawanielewi wala wanisikii. Lakini nikana najipa moyo tu. Vifaa vya kiroho nilichukua vingi, nikatoa sadaka, stika nilichukua. Hebu tuambie vifaa vya kiroho ulitumiaje? Vifaa vya kiroho nilichukua zindiko ninalindwa. Uliitumiaje hiyo? Hii stika nilivyoichukua nilienda, nilivotoka hapa kwa brother. Nikafika nikamkuta baba yuko mlangoni, japokuwa alikuwa na changamoto ya kutokuongea na mimi, tulikuwa tuongee. Lakini nilipofika pale nikamwekea usoni, nikamwambia umeona stika nimeleta. Nikamwona amebadilika. Baadaye akaniuliza nipe ile stika niibandike mwenyewe. Nikampa, kaichukua kaibandika mwenyewe mlangoni. Kwa mpaka leo iko mlangoni. Haitoki tena, nilijalajia vizuri kama yule anko alitoa ushuhuda akasema dambia asichafuke. Achafuki, ni mpya, iko mlangoni. Nikachukua tena stika. Nikachukua tena Yesu yuwai. Hii hapa nikaenda nikamwekea uchagoni mwa kitanda. Kwa hiyo yeye kwenye mto wake ndo akawa inafanya kazi kupitia hii stika. Anailalia baba naiweka kwenye uchagu wa kwenye mto.
Yeah. Nikachukua tena, nikachukua mafuta haya mafuta nikawa najipaka, nampaka baba, napaka watoto, muda mwingine naweka kama toni kwenye maji ya kunadekia ndani. Siku nikafumua kitana, nikatoa chaga zote, nikasema labda iende kawa humu ndani kuna jini mahaba anafarakanisha, labda amejivisha uvunguni. Nikafungua kitanda chote na chaga, nikapiga deki kote, nikawa napaka kwenye mbao za kitanda zile, na kupulizia mito yote na mshuka zote napulizia, na milangoni nikawa napaka. Nikachukua tena, nikachukua maji ya ubavu wa Yesu. Maji ya ubavu wa Yesu hawa nikawa nawapulizia. Nilipofika tu nikamwambia tunakunywa maji haya yote. Baba nikamwambia panua mdomo. Kwa kweli alikubali, akapanua mdomo, nikapulizia watoto wote. Sasa cha ajabu, tulikuwa yanatakiwa atumike taratibu, ila yeye akaniambia sikiliza, nikwambie, lete hayo maji. Akachukua, akaenda kupulizia kwenye gari lake. Unajua hili gari nalo linaleta uadui sana, akapulizia yote yakaisha. Umetuambia ulikuwa na changamoto ya ugonjwa wa miguu. Changamoto ya ugonjwa wa miguu, ulipokeaje uponyaji? Namshukuru Mungu, nilivyochukua hivi vifaa vya kiroho vikawa vinanisaidia. Nikawa napaka, na miguu ikiwaka moto sana, napulizia maji, napaka mafuta. Siku nilichukua kanchifu hapa, nikaenda kulala. Nilivyolala usiku nikaamka, na nafikiri ni sauti ya Mungu tu anavyonipenda kupita changamoto ya miaka 28. Nikasikia naelekezwa hizi ya nchifu, ilikuwa saa 7 usiku. Nikasikia kama sauti inaniambia, angalia kwenye begi lako, chukua bandeji. Nikashangaa, bandeji gani? Mbona sijanunua bandeji? Kuangalia kwenye pochi, ni hizi ya nchifu 3 zilikuwepo. Basi nikaenda nikakaa kitandani, nikanyoosha miguu, nikachukua hizi ya nchifu. Miguu yote ilikuwa na changamoto, nikafunga nchifu moja goti moja, na nchifu nyingine nikafunga kwenye goti lingine, na ile ya 3 nikaifunga kichwani. Lakini vichwa vya brother Sugua nilikuwa navielekeza vinaonekana, ili hali ikitokea wakumbane na moto, waone sura ya brother hapa. Kasema hapa watawakiwa na moto. Kwa hiyo nikafunga, nilikuwa na kifaa cha kiroho kingine, kalenda. Sasa nilikuwa singizini, ikaja ndoto. Ilivyokuja ndoto ile, nimelala, nikasikia mlango umebamizwa kama mtu amefungua mlango abamiza. Sasa nikasema huu mlango, mbona baba kashaondoka saa 8? Maana anaondokaga saa 8. Huu mlango nimeweka vitasa, mbona unabamizwa? Nani ameingia ndani na nani kafungua? Sasa nilivyosikia mlango umebamizwa, yani kwa kishindo, nasikia kama mtu anapewa vibao, anapigwa makofi kwa nguvu. Nikasema sana, nikaingia ndani, ninafungua, nikatoka kitandani kuingia stindumu, nakuta mlango wa kutokea nje, geti limefungwa na makomeo, hakuna mtu kabisa. Nikashangaa, nikarudi tena kitandani. Narudi kitandani, ninalala tena, ikanijia usingizi ule, ikaja ndoto. Nimelala. Sasa kuna umbali kama kutoka pale barabarani wanakopaki magari, mimi niko sasa, naona iko nyumbani kwangu. Akaja, ninamwona mwanamke mmoja tu, amevaa dera, amefunga ushungi hivi, kafunga ushungi kaachia. Anakuja, anapiga kelele kweli. Anasema sikubali. Fikiria ndio siku niliweka hivyo vifaa vya kiroho, kalenda na nchifu. Anasema sikubali. Mimi kwa jina kule wananiita Mama Tom. Wakasema sikubali, naenda huko kwa Mama Tom, amesalenda, amenyosha mikono juu. Namfuata huko, sikubali. Namfuata huko. Karibia nafika getini, nikaona kama kapigwa short. Anarudishwa kinyume kule alikotoka. Kaenda kinyume mpaka anaishia. Haleluya. Ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana. Basi nikaamka. Nilivyoamka sasa pale tena, niliamka kwa kishindo kikubwa, yani kama mshtuko. Yani naamka kwa sababu mimi nikiamka kitandani, changamoto ya miguu, siwezi kunyanyuka
mpaka nibiringike chini, nianguke, nipige magoti, nitambae kama mtoto, nikanyanyukie kule kwenye lile ua. Lakini siku ile nilinyanyuka kama risasi, naenda mlangoni. Yaani toka siku hiyo mpaka hivi unavyoniona nimesimama madhabahu hii ya brother Nicholas Suguye, ni mzima wa afya. Yaani namshukuru Mungu sana. Haleluya. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Na unamwahidi nini Mungu mara baada ya kufungua familia yako pamoja na changamoto zako zote? Yaani mnamwahidi Mungu mimi nitaendelea kumtumikia. Madam Eunice Moshi from Bagala in Dar es Salaam, Tanzania, has been facing the following challenges. She had health challenges which led to feet problems. She also had marriage challenges, and her grandchild had a problem too. Due to the marriage challenge, she was in marriage conflicts for 28 years. It even led to hatred between her and her father. She did not lose hope and stick to prayers. On a certain day when they were watching WRM TV, they came across a testimony which was Rehema's testimony. And due to the health challenges which she had feet problem, her feet used to be painful from time to time. She even felt burns at times. She even used to fall down at times as she lacked balance. She went to various churches in search for help, but it was not of help at all. She was then graced to come to WRM Church and confessed that by her coming, she is going to be healed and delivered. She had faith that her feet and marriage were going to be whole. She was then graced to pass through the pool of blessing and healing, which her deliverance began. She was also graced to attend the women's all-night prayers that were led by Brother Nicolaus Suguye, and she was healed in her marriage, was also delivered. These challenges had affected her so much in her whole family, as the family got into conflicts from time to time. She was graced to get the spiritual items from WRM, which are the protective sticker, which she administered on her house, the Jesus is Alive, Be Alive sticker, which she administered on her bed, the oil of healing and blessing, which she administered on her whole household. She also got the water side of Jesus, which she administered on her family, and her husband even administered it on his car. She also got the handkerchief of healing and blessing, the calendar, and the CDs from WRM. On a certain night while she was praying, she heard a voice telling her to take a bandage from her handbag, which is the handkerchief of healing and blessing, which she administered on her feet. She then pleaded to God to deal with her enemies and those who were playing around with her feet. She then slept again, and the door banged, and somebody was being slapped. Then she saw a strange woman screaming, but she was then defeated. Glory to God. On the following day, she was able to wake up and stand without pain nor burns on her feet. Since then, she is whole. This challenge had affected her so much that she could not do her daily chores as a businesswoman and as a mother. Her advice to people who are watching WRM TV and those who are passing through various challenges is, they should put God first. They should serve God in faithfulness, in offering and all, and you will be set free. All glory and honor to the God of Brother Nicolaus Suguye for this awesome deliverance and healing. Madame Moshi est en train de témoigner la bonté de Dieu, ce que Dieu a fait pour ses problèmes de santé et le mariage. Elle témoigne que dans son mariage, il y avait des querelles et ça faisait 28 ans que ces problèmes puissent s'établir. Et pour elle, elle a cru que ces problèmes étaient causés par des démons et donc elle a pris la décision de commencer à prier. Un jour, son mari a cherchant des chaînes, il a découvert la chaîne de WRM TV et que c'était le témoignage de Rehema. En même temps, Madame Moshi souffrait ses pieds. Elle a continué à prier à travers WRM TV et à chercher comment venir ici à l'église pour trouver la délivrance. Elle témoigne qu'avant de venir ici, elle a beaucoup souffert pour sauver son mariage, allant chercher des pasteurs dans tous les endroits. Et par la grâce de Dieu, elle a pu venir ici à l'église de WRM
Et Dieu est merveilleux car il a rencontré la puissance et à travers l'homme de Dieu, Frère Suguye. Et pour elle, et en croyant que son challenge était parti, et peu importe la maladie qu'elle souffrait, le dimanche prochain, elle a eu la grâce de passer sur la piscine de la guérison et bénédiction, et sa délivrance commençait à se manifester en même temps. Et aussi, elle a participé sur le veillée des mamans et des jeunes filles. Et l'homme de Dieu a fait la prière pour tout le monde, et à partir, depuis ce jour-là, son mari a commencé à changer. Et aujourd'hui, elle est en train de nous témoigner que son mari est comme le père de la famille. Et pour les perturbations de la famille, Madame Moshe est en train de témoigner que ce challenge l'a beaucoup perturbé à cause de la mésentente entre son mari et cela a pu partir jusqu'à ses enfants. Autrement, ses enfants ont commencé aussi à se bagarrer et à se quereller entre eux. Et Madame Moshe aussi témoigne encore à travers des items spirituels qu'elle avait pris jusqu'ici à Dabem Church, qui est de l'eau sur les côtes de Jésus-Christ, et de l'huile de l'onction et bénédiction et de l'autocollant de Soyez vivants et les mouchoirs aussi. Dieu a fait une grande délivrance pour sa famille et dont son mari et ses enfants. Et Madame Moshe témoigne encore qu'au moment de la nuit à 0 heure, elle s'est réveillée pour prier et disant que le Dieu du frère Suguye puisse délivrer sa famille et ses enfants et les problèmes de ses filles. Et lorsque le Dieu était parti et lorsqu'elle était dormie, elle a senti qu'une personne est en train d'ouvrir la porte. Et aussi en même temps, elle a senti qu'il y avait des cris de gifles. Et ce qui est très surprise, le matin, elle s'est bien réveillée et sans aucun problème, car elle ne peut pas bien marcher. Et nous pouvons aussi glorifier pour la gloire de cette merveilleuse délivrance. Et c'est une femme aussi commerçante et qui travaille pour nourrir ses enfants. Elle dit que ses problèmes de pieds, elle a beaucoup souffert car elle ne pouvait pas bien s'occuper comme un enfant. Et le conseil pour les spectateurs, ils disent qu'ils doivent servir Dieu et même s'ils font des travaux au quotidien. Pour elle, servir Dieu, c'est une chose très merveilleuse car à travers l'offrande et des services et le servir Dieu, elle a été bénie. Et que le Dieu du frère Suguye puisse être délivré au nom de Jésus-Christ. Hongera sana mama, na Mungu wa Brother Nicholas Suguye aendelee kutunza muujiza wako. Amina. Usikose kutazama kipindi cha Shuhuda. Ni shuhuda moto moto zitakazoinua na kujenga imani yako. Ni kipindi cha Shuhuda hapa WRM